kwa ajili ya mji huu wa Tarbo na katika kwa ajili ya nchi yetu ya Kenya na hata katika mataifa mengine. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya our apostle. Na nikosa nikuambia kwamba kanisa hili limepangwa kwa kusudi ya Mungu. Maana Mungu sisi hatukujua apostle. Hatukumjua, lakini Mungu alimleta mahali hapa. Na wakati apostle alikuwa akifundisha, ninakumbuka akisema ya kwamba hata yeye hakujua mtu yeyote katika mji wa Tarbo. Lakini siku moja akipita, alituambia kwamba aliona kanisa kubwa katika mlima huu. Na ndilo hili leo hii liko hapa akiwa kiongozi wetu. So tunashukuru Mungu kwa sababu hatuko hapa kwa bahati mbaya. Tunataka kuambia kwamba kama umekuja hapa kwa bahati, nikuambia kwamba tuko hapa katika msingi wa Mungu. Na tunajua ya kwamba tunasonga mbele tukiendelea. Tunasema ya kwamba Bwana ametuteulia, ametuchagulia mtumishi wake. Nasema ya kwamba nami nitawapa ninyi wachungaji wapendezao moyo wangu, watakao walisha kwa maarifa na ufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Sina shaka leo hii ninajua kwamba ni mchungaji ambaye ametoka kwa moyo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ili aweze nami nitawapa ninyi wachungaji wapendezao moyo wangu, watakao walisha kwa maarifa na ufahamu. Nataka niwaambie kwamba wapendwa, mahali hapa tumelishwa neno la Mungu na tutaendelea kuwalisha neno la Mungu linalotokana na Mungu. Tutasimama hapa kusema mawazo yetu. Tutasimama hapa kusema vile sisi tunavyotaka, lakini tuko hapa kuwalisha mambo yanayotokana na Mungu. Nikiangalia katika Yoshua 1, kuna mahali ambapo wakati Musa alikufa na akawa Yoshua ndiye anachukua ushukani sasa kuwafikisha wana wa Israeli katika ile nchi ya ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio wakati sasa Musa ndiye alikuwa na wana wa Israeli, aliwatoa mahali ambapo aliwatoa na kuwafikisha. Lakini muda wa Musa ukafika mwisho, pasipo yeye kuwafikisha katika ile nchi ya ahadi. Lakini Yoshua akaja na akawa sasa kushika ile kazi, aiendeleshe na kuwafikisha wana wa Israeli katika ile nchi ya ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka ya kwamba Yoshua atuambia kwamba yeye atafanya jinsi Musa alivyokuwa akifanya ili awafikishe katika ile nchi ya ahadi. Leo hii mimi nachukua ushukani kutoka kwa our coordinator. Na mando yetu ama vision yetu kama kanisa ni lazima itafika mahali ambapo itafika. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka wana wa Israeli wakiambia Yoshua ya kwamba kile ambacho utatuambia tutakusikiliza, na ambapo utatutuma sisi tutakwenda. Bwana Yesu asifiwe. Na kuomba ya kwamba ninaguzia tu, lakini enda soma Yoshua 1, utaona hiyo habari yote mahali pale. Na utakuta ya kwamba wana wa Israeli waliotii Yoshua baada ya hiyo walifika katika nchi ya ahadi. Leo hii tuko hapa kuwafikisha na kusongesha watu katika destiny ya Mungu. Tuwasongeshe katika hatua ya Mungu. Na kuomba mpendo kuwa kama wana wa Israeli walivyosema ya kwamba
nitawasikiliza, tutakusikiliza, na mahali ambapo utakapotutuma tutaenda. Kwa hivyo hiyo inamaanisha ya kwamba lazima kama kanisa tuwe watu ambao ni watiifu, watu ambao wanafuata maagizo ya neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Usione ya kwamba uko hapa kwa bahati mbaya. Hauko hapa kwa bahati mbaya, lakini uko hapa kwa makusudi ya Mungu. Mara nyingi nawaambia kwamba kwa nini wewe haujapatikana kwa full gospel, kwa nini wewe haujapatikana kwa kanisa lingine lolote. Lakini Mungu amekupeleka. Na nashukuru Mungu kwa sababu amekuleta, Mungu akiwa na kusudi, malengo kwa ajili ya maisha. Jinsi mtumishi wa Mungu ametufundisha katika mafundisho ambayo tumeyasoma pale. Unajua ni kila mmoja wetu achukue hatua na kuyafuata. Bwana Yesu asifiwe. Katika uongozi huu nitafanya kazi na kila mmoja wetu. Hakuna mkubwa, hakuna mdogo. Nitawasikiliza wote ili kazi ya Mungu iendelee. Maana kazi hii ina mwenyewe. Hii si kazi yangu, si kazi ya apostoli, lakini ni kazi ya Mungu. Na tutakaposhirikiana wapendwa kuifanya, tutasonga mbele kwa sababu Mungu ako pamoja na sisi. Katika kikundi cha wazee tuko pamoja, tuendelee pamoja. Katika kikundi cha wamama ni washike mkono na tushikane mikono, tusongeshe kikundi kile. Vijana na waona mko kwa wingi, katika kikundi chenu tushikane mkono, tusongeshe kazi ya Mungu mbele. Watoto pia ni wengi, na Mungu Yesu akatoa mfano wa watoto wadogo. Wote tushikane na nini? Kila kikundi ya kwamba tushikane ili kazi ya Mungu isonge mbele kwa utukufu wa jina la Bwana. Najua kwamba katika kushonea ni mambo mengi ambapo unahitaji mabadiliko. Naamini katika uongozi huu hayo mabadiliko mliyotaka na mnayohitaji katika huduma hii ili isonge mbele. Na hapa ya kwamba leo hii tutakutana na mahitaji hayo yote, tutayatimiza yote katika jina la Yesu kwa utukufu wa jina lake. Ninajua ya kwamba katika mambo hayo yote Mungu atatangulia. Sema ya kwamba Mungu aniwezeshe kwa utukufu wa jina lake. Naona mtumishi wa Mungu amesimama, tuko nanyi muda mrefu, tutasema mengi kwa wakati unaokuja. Bwana wabariki wote. Amen. Pia kwa ajili ya kazi. Amen. Amen. Katika hiyo saburi Bwana atakuwa mchungaji wetu. Bwana asifiwe. Haleluya. Naomba ya kwamba tusiwe watu wa kupungukiwa. Bwana asifiwe. Wote tukaweza kuendelea mbele. Bwana asifiwe. Na zaidi ya yote tukaombe. Bwana asifiwe. Maana naomba ndio mambo yote. Bwana asifiwe. Simbarikiwe sana. Amen.